kuelekea safari ya ukombozi wa pili wa Tanzania. Kadhalika, kamati kuu inawashukuru watu na wadau wote. Tano, kamati kuu imepokea na kujadili kauli iliyotolewa tarehe 26 Juni 2026 na Bwana Patrobas Katambi aitwaye waziri wa mambo ya ndani wa serikali haramu na batili iliyojiweka madarakani kwa kumwaga damu za Watanzania. Kauli hiyo ilitolewa bungeni jijini Dodoma juu ya zuio la mikutano ya vyama vya siasa nchini. Kamati kuu jiridhisha kuwa zuio hilo haramu linakiuka ibara ya 18, 20, 26 ibara ndogo ya kwanza, 29 ibara ndogo ya kwanza na ya pili na ya tano za Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambazo zinatoa haki ya kujieleza, kujumuika na kutii na kufuata katiba ya nchi yetu, haki ya kufaidi uhuru unaotolewa na katiba, na kikubwa zaidi ikiwa ibara ya 29 ibara ndogo ya tano ambayo inataka kila mtu katika nchi yetu kutozuia watu wengine kufaidi haki zinazotolewa na katiba. Sita, kamati kuu imeazimia kuwa zuio hilo ni kinyume pia na haki ya vyama vya siasa inayotajwa kwenye kifungu cha 23 cha sheria ya vyama vya siasa. Vile vile, kamati kuu inasisitiza kuwa si waziri wa mambo ya ndani au waziri mkuu mwenye mamlaka yoyote ya kikatiba na kisheria ya kuamuru mkuu wa jeshi la polisi kuhusiana na kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Mkuu wa jeshi la polisi hana mamlaka hayo, na kamati kuu inasisitiza kuwa watawala haramu lazima watambue kuwa Tanzania ni nchi ya vyama vingi na kuwa siasa za vyama vingi ndio msingi mkuu wa utawala katika nchi yetu. Asiyetambua hili ni mhalifu dhidi ya utawala wa sheria na katiba wa nchi yetu na hatakiwi kubakia katika uongozi. Kamati kuu inalaani kwa nguvu zote ukiukwaji mkubwa wa katiba ya nchi uliofanywa na serikali haramu kupitia wale waliopachikwa vyeo. Kamati kuu inadai kuondolewa kwa zuio hilo haramu mara moja na kuwajibishwa kwa wote wanaohusika. Aidha, kamati kuu pamoja na kulani zuio hiyo inaunga mkono jitihada za kisheria zilizofanywa na zinazokusudiwa kuchukuliwa na wadau wengine wa haki na utawala wa sheria nchini dhidi ya zuio hiyo haramu. Kamati kuu inawaahidi kila msaada wa kimawazo na ushahidi katika mapambano yao, na inawasihi Watanzania wasikubali kupigishwa magoti na utawala usioheshimu demokrasia chini ya serikali haramu ya Samia. Kamati kuu imepitia bajeti ya nchi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kuona bajeti hiyo ni ya uongo na haiakisi changamoto za kimaisha moja la kumtopesha Mtanzania katika lindi la umaskini. Bajeti hiyo imetengenezwa kwa misingi yenye mbwembwe ambazo hazina lengo la kumkwamua mwananchi wa kawaida kutoka katika hali yake mbaya ya kimaisha. Bajeti hiyo hailengi kukuza nguvu ya ununuzi, purchasing power ya Mtanzania, wala kupunguza gharama na ugumu wa maisha kwa wananchi. Katika kupitia bajeti hiyo, kamati kuu imeona kwamba bajeti ya mwaka wa fedha 2026-2027 haijaweka fungu lolote lile kwa ajili ya kugharamia mchakato wa kuandika katiba mpya ya nchi. Ikumbukwe, mtawala wa haramu wakati anaapishwa na baadaye alipohutubia bunge haramu lililotokana na uchaguzi wa mauaji wa tarehe 29 Oktoba 2025 na kuendelea, alidai kuwa ataanzisha mchakato wa katiba mpya ndani ya siku 100. Mpaka kamati kuu inakutana Kigoma tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2026 ni zaidi ya siku 200 bila kuanza kwa mchakato huo. Kamati kuu inasisitiza kwa umma kuwa kutokutengwa kwa bajeti ya kukwamua mchakato wa katiba mpya ni ushahidi wa wazi kwa kila mtu kuwa serikali haramu ya CCM hawataki kuandikwa kwa katiba mpya, huku wakiamini kuwa Watanzania ni watu wa kudanganywa kwa ahadi za hadaa zinazobadilika kama kinyonga.
9. Kamati kuu imerejea azimio lake la awali la kuitaka serikali haramu na batili ya Samia Suluhu Hassan kushusha bei ya mafuta kufuatia ongezeko la awali. Ongezeko hili lisingekuwepo kama serikali ingedhibiti ufisadi katika mchakato wa ununuzi, ingetoa ruzuku, nafuu ya kodi na kuondoa tozo nyingi ambazo zimeingizwa kwenye bidhaa ya mafuta. Kamati kuu imepitia nyaraka mbalimbali zinazoonyesha kuwa bei ya mafuta katika nchi yetu ipo juu kutokana na ununuzi wa kifisadi unaofanywa kupitia zabuni na michakato ya ununuzi mkubwa, bulk procurement ya mafuta. Badala ya kuwa nafuu kwa Watanzania, ununuzi huu hivi sasa una tuhuma za kunufaisha genge la mafisadi. 10. Kamati kuu ya chama kwa niaba ya Baraza Kuu la chama ilipokea, ilijadili na kupitisha mpango kazi na bajeti ya chama kwa mwaka wa fedha 2026-2027 na kupanga kuwa bajeti hiyo itatokana na michango ya wanachama na wadau. Aidha, imesisitiza kuwa msajili wa vyama vya siasa anatakiwa kuipatia Chadema malimbikizo ya ruzuku yake yote ya miezi ya Juni, Julai, Agosti, Septemba na Oktoba 2025. Malimbikizo hayo yanatokana na hujuma kubwa zilizofanywa na msajili wa vyama vya siasa kwa Chadema alipokataa kutambua uongozi wa sekretarieti ya chama pamoja na wajumbe wa kuteuliwa wa kamati kuu, sanjari na visingizio vingine viovu vya ofisi hiyo. 11. Kamati kuu imeazimia na kuagiza kuwa nafasi zote za uongozi wa chama na mabaraza zilizo wazi kwa sababu mbalimbali zijazwe kwa kufanya uchaguzi wa nafasi husika. 12. Kamati kuu imeazimia kufanyika kwa kikao cha Baraza Kuu la chama tarehe 15 mwezi Septemba mwaka 2026 ambayo ni siku ya demokrasia duniani. Hivyo